Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena mchana mwema wa leo samedi le 10 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Uvira, maeneo ya Kigogo Kabimba, kwenye mapigano mapya yalizuka siku ya leo kati ya wasi wa M23 na jeshi la Kongo FARDC na wazalendo, na tutawambia hali halisi kwa sasa mjini Uvira ni vipi, kwa sababu mapigano yanayoendelea hapo yako karibu sana na mji wa Uvira. Tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata habari zetu zote. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi pia na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre hiyo, hapo chini ya titre mu description kuko lie ya grupe yetu ya WhatsApp ama linki. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za mchana wa leo tuzianzie moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Uvira, maeneo ya Kigongo Kabimba, kwenye mapigano ni makali. Waasi wa M23 walijiorganize wakatokea Uvira wakafika Kabimba. Baada ya kufika Kabimba wakaanza kuwashambulia wazalendo na FARDC ndani ya mapozisio yao tofauti movilima vya Kigongo kule maeneo ya Katongo. Mapigano hayo yalianza saa 2 za asubuhi ya leo. Ilikuwa saa 2 ndipo milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika kuanzia Kigongo vers Katongo mu mapozisio tofauti. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba walishtukizwa na kuona wanajeshi wa M23 hapo Kabimba wakielekea Kufro. Baada ya muda mchache mambo yakaribika. Eneo za Kabimba wakaji wako nakimbia kama pale Kivovo Mkabimba, population wako nakimbia sana wakikimbilia mjini Uvira, wengine ndani ya misitu kutokana na milipuko ya silaha nzito na nyepesi ambayo iko nasikika ndani ya vilima karibu na pale. Wanaojua Kabimba njo village ya kwanza ukielekea Katongo ukitoka Kalundu. Pale njo kwenye operasyon ziko nafanyika. Waasi wa M23 kutoka Kabimba wako nashambulia pozisyon za FARDC na wazalendo movilima vya Katongo, Kigongo, axe zile zinazoelekea Makabola, wakati FARDC na wazalendo nao pale Katongo nao wako nashambulia hao waasi wa M23 ambao waliwatake kutokea Kabimba. Mapigano haya yamezuka upya baada ya siku 3 za utulivu hapo mu territoire ya Uvira. Kuanzia maeneo ya Kabimba alilikuwa ya utulivu, mapigano yalikuwa yamesitishwa kati ya pande mbili. Pale kwenye wako napigania ni musi kilometre na mji wa Uvira. Mnasikia kwamba ni karibu na mji wa Uvira. Mapigano ni makali, wakaji wako naendelea kukimbia vijiji vyao kutokana na milipuko ya silaha nzito na nyepesi ambayo iko nasikika hapo kuanzia pale Kabimba. Population wako nafika Kalundu wakitokea huko, wengine Mukatongo nao wako nakimbia wakielekea Makobola kutokana na hali ambayo si nzuri. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili hapo. Tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu habari za mapigano hayo
tutaendelea kabisa kuambia kinachoendelea pale Kufro. Kukiwa changement yote tutawaambia. Ni atake ya AFC M23 contre FARDC le wazalendo. Ni baada ya siku moja na wasi wa AFC M23 wamerenforce kamio 15, moja zikaelekea Uvira, zingine zikaelekea Mwenga. Nadhani habari hizo za renfort tuliziwaambia asubuhi ya leo. Mjini Uvira kinachoendelea ni wasiwasi sana. Uvira walikuwa msalongo depuis asubuhi kama kawaida mnavyojua. Samedi maeneo yanayokaliwa na AFC M23 hususan ndani ya miji wanafanyishaka salongo kila samedi. Kulikucha siku ya leo na wako nafanya salongo kama kawaida. Ilipofika saa 3 sasa njo mambo yalianza kuharibika wakati vita vilikuwa vimeanza maeneo ya Katongo. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika hapo Katongo na Uvira. Sasa wakaji wakakuwa na oga kwa sababu ni maeneo karibu, wakati wowote mapigano yanaweza kuingia Uvira. Kutokana na mapigano hayo Uvira kabisa hali si nzuri, uoga uko hapo. Na tangu kuzuka upya kwa mapigano huko Sud Kivu ndani ya mji wa Uvira, shule hazijafunguliwa. Shughuli za shule bado hazijaanza tena katika jiji la Uvira na vijiji vinavyoizunguka kutokana na hali mbaya ya usalama tangu shambulio la mwisho la wasi wa AFC M23. Wazazi wanakuwa waangalifu kwa sasa na wanakataa kuwapeleka watoto wao shuleni. Wanaendelea kusema kwamba usalama bado haujahakikishwa. Tunaona ni vigumu kuwapeleka watoto shuleni. Kufikia Ijumaa hii madarasa bado hayajaanza tena katika shule za Uvira. Baada ya likizo ya mwisho wa mwaka madarasa yalianza tena rasmi le 6 janvier nchini Kongo. Hata hivyo katika jiji na eneo la Uvira kuanza tena huku kunategemea kurejeshwa kwa usalama. Wanasema kwamba tumeanzisha wito kwa wazazi kutowapeleka watoto wao shuleni hadi amani itakaporejea. Wanasema asasi za kiraia kutoka hapo. Wazazi wengi na watoto wao wamekimbia Uvira na wako Burundi, Tanzania au mkoa wa Tanganyika. Inapaswa kuongezwa kwamba 70% ya walimu wamekwenda Burundi kama wakimbizi. Katika shule kadhaa huko Uvira na Uwanda wa Ruzizi, wanafunzi hawajamaliza muhula wa pili na hawajafanya mitihani kutokana na mapigano ya mara kwa mara katika vijiji vilivyo kando ya njia ya kitaifa ya 5. Hali hii tayari inaathiri vibaya kalenda ya kitaifa ya masomo. Hapo ni Uvira kwenye mpaka kwa sasa masomo hayajaanza kutokana na hali ya usalama ambayo si nzuri. Tuendelee na taarifa zetu. Asasi za kiraia huko Kivu Kaskazini zinahoji vitendo vya uasi wa M23 kufuatia kuandaa sherehe ya kuheshimu miili 22 mnamo le 8 janvier 2026. Kundi hili la uasi lilifanya sherehe katika uwanja wa Unite wa Goma ambapo miili 22 iliwasilishwa kama ile ya waathiriwa wa mlipuko wa hivi karibuni katika eneo la Masisi. Hata hivyo asasi za kiraia huko Kivu Kaskazini zinatilia shaka toleo hili zikiamini kwamba sherehe kama hiyo ingepaswa kutanguliwa na uchunguzi wa kina kuhusu mazingira halisi ya vifo vya wale walio husika. Asasi za kiraia zinasema kwamba sherehe hii iliyoandaliwa le 8 janvier bila uchunguzi wowote wa awali inaonyesha nia mbaya inayodhoofisha utu wa binadamu na inayolenga kupotosha maoni ya umma kuhusu kinachoendelea katika maeneo yaliyo chini ya uvamizi wa AFC M23. Pia walielezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu mtazamo huu wa uasi ambao wanaamini unalenga kupotosha umakini wa umma kutoka kwa ukatili uliofanywa na M23 AFC katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kulingana na taarifa hiyo, miili 17 kati ya 22 iliyowasilishwa haikuhusishwa na mlipuko wa Masisi. Badala yake iliaminika kuwa ilitokana na vurugu zilizotokea wakati
wakati wa mzozo kati ya kampuni ya uchimbaji madini ya Bisunzu SMB na ushiriki wa uchimbaji madini wa Masisi Koperama huko Rubaya. Wanasema kwamba miili hii iliripotiwa kuondolewa kutoka kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya mkoa wa Kivu Kaskazini mapema asubuhi na mamlaka ya AFC M23 baada ya takribani miaka 6 ya kuhifadhiwa, kwani mfumo wa haki wa Kongo bado haujaidhinisha mazishi yao. Kesi bado inasubiriwa mbele ya mahakama, ilikuwa ikibainisha taarifa hiyo. Kwa kuzingatia hali hii, asasi za kiraia huko Kivu Kaskazini zinahitaji uchunguzi huru kutoka kwa vyombo au mamlaka za kimataifa zinazofaa ili kubaini ukweli, kubaini majukumu yote na kufikia hitimisho linalofaa kwa lengo la kuheshimu kumbukumbu ya waathiriwa na kuhakikisha fidia na kuhakikisha kabisa fidia kwa waathiriwa na jamii zilizoathiriwa. Pia inatoa wito wa kurejeshwa kwa haraka kwa amani na usalama kupitia kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali. Na hapo ni kuhusu wale watu ambao walizikwa mjini Goma, ambapo asasi za kiraia zinapenda uchunguzi ufanyike. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Sema asante, muendelee kuzisambaza kwa walio wengi, muendelee kusubscribe na kujiabone. Tupatane ndani ya taarifa za jioni, ambapo tutawaambia kabisa kinachoendelea kama kawaida kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Merci beaucoup.